Habari yako mwanafamilia wa Together Online, ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Bwana, tuko hapa na Alia na Diamond Platnumz. Tunafahamu leo ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa ya kwake Simba la Masimba Diamond Platnumz. Na nimetoka kuletea kitu ambacho Zuchu kaweza kukifanya kumtakia heri Diamond Platnumz leo kwenye siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Japo hajapost Instagram lakini kaposti kwenye Snapchat yake huko. So ukipita kule utakuta video mbalimbali ambazo Zuchu bwana kaweza kuziposti kumtakia heri Diamond Platnumz kwenye siku yake hii nzuri ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Sasa siku za hivi karibuni kumekuwepo na maneno mbalimbali kwamba eti Diamond Platnumz bwana kavuta chombo nyingine, kavuta mwanamke mwingine wa pili. So watu wakaanza kuwataja au kuwahusisha Alia pamoja na Rita. Unaona bwana, sasa leo ni siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa ya kwake Diamond Platnumz. Nikataka kujua kwamba hawa ambao wanahusishwa kwamba wanatoka kimapenzi na wameolewa, mmoja wapo kaolewa mke wa pili na Diamond Platnumz, je, wao wamefanya nini? Nikapita kwanza kwa Rita Norbert, ambapo yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram hajaweza kumuish Diamond Platnumz, na post yake ya mwisho ilikuwa ni Septemba 15 ambako aliposti picha akiwa Arusha nadhani, ambako pia alikuwa ni katika kusherehekea siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Yeye pia alizaliwa ilikuwa ni Septemba 11 ambapo alikuwa anatimiza miaka 15, ndo alikuwa anasherehekea siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Septemba 11 alikuwa anatimiza miaka 25, kwa mtoto wa mwaka 2000 huyo. Sasa Rita yeye hajaweza kuposti habari yoyote kuhusu Diamond Platnumz kumuish au kufanya chochote kile kuonesha kwamba labda kuna viashiria vya kumtakia heri Diamond Platnumz kwenye siku yake hii ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Lakini sio hivyo tu, nimepita kwa hali hapa, yeye pia posti yake ya mwisho ni ameposti siku 6 zilizopita, ambapo ilikuwa ni Kef Talk. Na kasema kwamba sijui Mungu ana mipango gani na mimi mja wako. Sijui Mungu una mipango gani na mimi mja wako, ila kwa unyenyekevu mkubwa napokea kila baraka na neema kubwa na ndogo. Sifa zote unastahili wewe, muweza wa yote. Natanguliza shukrani za dhati kwa uongozi mzima wa Kef Talk Tanzania, Kani Mabruk, kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuwakilisha vijana wenzangu kushiriki jukwaa hili kubwa linalojenga na kusaidia kupata ufumbuzi wa yote katika kuijenga Tanzania iliyo bora. Hakika nilipoanza na nilipo sasa ni kwa rehema na Mola wangu, ni kwa rehema za Mola wangu mlezi. Naamini tutafika tu. I cannot wait for tomorrow. Anasema this is my very first experience katika Kef Talk Tanzania. Anasema usiache kunifuatilia. So hii ilikuwa ni siku 6 zilizopita. Ilikuwa ni siku 6 zilizopita, tarehe 26 Septemba 2025 ndio ilikuwa posti yake ya mwisho. Alia hajaposti tena chochote kwenye ukurasa wake wa Instagram, wala dalili zozote za kuonesha kwamba kamuishi Diamond Platnumz siku yake ya kumbukumbu ya kuzaliwa. Hii inaonesha kwamba yale yanayosemwa huenda yakawa sio ya kweli. By the way, Maimartha ndo analetaga hivi vitu kwenye mitandao ya kijamii vya kuaminisha watu kwamba bwana kuna 1 2 3 kinaendelea nyuma ya pazia. Kuna 1 2 3 vinaendelea nyuma ya pazia. Unaona bwana, kama kuna kipindi aliwezaga kumpigia simu mwanadada Rita na kumuuliza kwamba bwana vipi, umesikia Diamond Platnumz sijui nini kaoa, vipi hali ya Rita kabidi tuakate simu. Kuna hii pia habari, hawa tayari mkisha kufunga ndoa na wamebarikiwa mtoto mmoja. Hawa tayari mkisha kufunga ndoa na wamebarikiwa mtoto
mmoja, mtoto ambaye anakimbia kabisa na kutembea. Mtoto anaimba inama, mtoto anaimba kata mtamu, mtoto anaimba babu babu, mtoto anaimba yena yena. So hiyo ilikuwa ni habari ambayo Maimartha pia alitoa kwa kuhusiana na Alia pamoja na Diamond Platnumz. Anasema kwamba wamefunga ndoa na wana mtoto, na mtoto tayari ni mkubwa. Kwa hivyo alimpinga Mange Kimambi kila ambacho alikisema Mange Kimambi kwamba mimba iliharibika. Na Estima na Mama Dangote ndo waliompeleka hospitalini Alia kwenda kusafishwa. Maimartha anasema watu bwana wamefunga ndoa na wana mtoto mkubwa ambaye anakimbia na kuimba yena yena, babu babu, inama na vitu kama hivyo. Na akaja tu akaandika finally sasa Bi Alia na ni Mrs. Nasibu wamebarikiwa mtoto mmoja. Tusimsahau Zuchu kwenye maombi yetu. Mambo kwa ushahidi. Kama kuvumilia na kuwa mstahimilivu ameweza, kwani alikuwa karibu sana, na inasemekana yeye ndo aliyefanya mpaka Zuchu akapata nafasi pale WCB na vitu kama hivyo. Lakini pia maoni ya watu hapa ni mengi. Kama hapa anasema kumbe dada yangu hii kazi upewe degree kabisa unaiweza. Kwa sababu kwamba hizi habari tunaweza kuzichukulia uongo, kumbe ni kweli kabisa. Huyu anasema Mai ukizeka utakuwa mwanga wewe. Huyu hapa anasema Maimartha ukizeka utakuwa mwanga. Huyu anasema siku tuwakusanye wanaume sehemu moja tuwapige jamani. Huyu anasema jamani hii taarifa ni ya kweli walai, na kuamini rasmi kuanzia leo. Kwa sababu kwamba kwa hiyo Alia ndio Amanda. Alia wa Tanzania tunakupenda kuliko huyo Zuchu. Zuchu alikuwa mwizi, atulie tu. Inasema ila Zuchu angepunguza mbwembwe jamani kidogo. Mungu aniepushe na wanaume kama Diamond Platnumz. Natafuta comment ya Alia sioni. Kumbe umbea bila kufoka na makelele inawezekana. Timu Alia like hapa kwa vibe kama lote. Huyu anasema Damai hii kazi hukuchagua kwa bahati mbaya. Iko kwenye damu yako kabisa. Wewe ni mbea tali. Huyu anasema Alia kwao ni wapole sana, ni wazuri. Mdogo wake anaitwa Aipo, mzuri kama tunda. Huyu anasema Zuchu I think anaumwa. Anasema kwamba na hapo alipo ni anapambana kusurvive. Ila Zuchu anasema kwamba ila Baba Levo kiboko aisee. Mama kumbe ana akiri timam. Huyu anasema sasa Shogale mbona watu changanya? Ulisema Alia kaolewa na bwana shombe. Jamani leo tena Mondi unatuvuruga Mai.